Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameidhinisha jeshi la Marekani kuendelea kutumia vituo vyake vya kijeshi vya RAF Fairford na Diego Garcia kwa operations za kulinda usalama wa meli katika njia ya bahari ya Hormuz dhidi ya Irani. Hata hivyo, Uingereza imeweka mipaka thabiti ikiwemo kukataa matumizi ya ndege za B-2 stealth bombers ili kuepuka kukiuka sheria za kimataifa. Kutolewa kwa ruhusa hii kunatarajiwa kuleta athari kama kupanda kwa mvutano wa Mashariki ya Kati, yaani hatua hii inaweza ikaongeza chuki na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Irani, jambo linaloelezwa kupanua kwa wigo wa vita katika ukanda huo. Lakini pia athari za kiuchumi na biashara. Mvutano wowote mpya katika njia ya bahari ya Hormuz unaweza kuvuruga usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani na kusababisha kuongezeka kwa mfumuko wa bei kwa kiasi kikubwa kwa mataifa yote ulimwenguni. Hata pia shinikizo la kidiplomasia na kisheria. Burnham anakabiliwa na mtihani mkubwa wa kisiasa. Kushindwa kubana kwa matumizi ya vituo hivyo kunaweza kuingiza Uingereza kwenye mgogoro wa kisheria na mataifa mengine au Umoja wa Mataifa kwa kukiuka mipaka ya haki ya kujilinda. Dunia hivi sasa imekuwa ikipitia wakati mgumu kupitia kile kinachoendelea Mashariki ya Kati katika nyanja za kiuchumi, lakini pia hata kidiplomasia kwa baadhi ya mataifa. Uingereza inachokifanya kupitia waziri mkuu wake mpya Burnham huenda kikaleta migogoro mbalimbali katika taifa hilo. Je, ni kipi hasa kikubwa Uingereza wamekuwa wakikisubiri ama wanakitumainia kutokea baada ya kuongezeka kwa mgogoro huu? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.